Basi ni asubuhi njema, asubuhi ya baraka, ambapo mtazamaji wangu mpendwa, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kwamba uliweza na kuamka katika uso wa dunia ukiwa umebarikiwa. Mwenyezi Mungu ameweza na kukukumbuka asubuhi ya leo. Ningetaka tu kukunjulisha hayo kwamba Mwenyezi Mungu amekukumbuka. Mwenyezi Mungu anakupenda. Mwenyezi Mungu yuatembea pamoja nawe katika hali zozote zile. Sijui unapitia nini, sijui changamoto zile ambazo maybe umeweza na kukumbana nazo ni za aina gani, sijui umeweza na kuumia kiasi gani, lakini katika hayo yote, hali zozote zile, Mwenyezi Mungu yuatembea pamoja nawe. Mwenyezi Mungu hajakusahau, bado anakukumbuka kama mtoto wake, bado anakupenda. Mawazo yake kwako ni mema kila wakati. Basi karibu sana katika hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi akaweza na kuendelea na kutuinua kiroho, akaweza na kuendelea na kutufundisha mengi juu ya Roho Mtakatifu. Karibu. Chukua fursa hii kuwasalimia wapenzi watazamaji wa Undugu TV katika kitengo cha Manyunyu ya Baraka. Hamjambo, nami si jambo. Ninawakaribisha tena kwa siku ya 4 ambao tumekuwa tukiongeleshana neno la Mungu, na neno la Mungu ni neno la manufaa sana, na ni neno ambayo inainua wengi, na ni neno ambayo inafanya wengi hakika wabarikiwe, na inafanya wengi tena wajihoji na wajipime kuhusu mwenendo wao. Basi tuenende pamoja inapoenda kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tena sura ya 1 mstari ni wa 24. Unasema hivi nikisoma katika jina la Yesu: kisha wakaenda wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili. Tuombe. Asante Mungu ni kwa ajili ya neno lako. Ni neno kwetu leo linaenda kutufunulia mambo mengi sana na kutufundisha. Roho wako Mtakatifu atutangulie na atufunze wote, manake yeye ni mkufunzi mwema. Usaidie watazamaji. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Lengo ile tutakayo kuwa nayo ni kujikumbusha jinsi ile mitume wa Yesu Kristo waliweza kumchagua mtume wa 12. Manake alikuweko, na alipokuweko akiitwa Judas Iscariot. Huyu tunajua vizuri sana ndiye alimsaliti Yesu Kristo, na alipomsaliti Yesu Kristo, alipojua dhambi yake, alikimbia, akawaacha na fedha zake, akajitia kitanzi. Hakika mwisho wake ukafika pale, na wakambaki wakiwa 11. Basi wakiwa 11 pamoja na wanafunzi wale wengine, kama vile jana tuliweza kujifundisha, walipoenda pale orodhani waliweza kuomba, na sasa ilikuwa inambaki siku chache ndiposa iweze kutimia ile ahadi ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo walikuwa wameomba kiasi na wakumuomba Mungu, manake waliambiwa wakienda pale waombe ili Roho akija wawe 12. Kwa hivyo ikafikia wakati wa kumchagua huyu mtume wa 12, na hawakujua wafanye nini, lakini wakachagua watu wawili ili waweze hakika kuwaweka kwa
achague mmoja wa hao wawili. Kwa hivyo Biblia inasema katika hiyo mstari wa kwamba waliweza kuomba sana. Kwa hiyo neno hili maombi linasaidia watu sana, kama vile lilimsaidia Yesu Kristo, kama vile maombi iliwasaidia baba zetu wa zamani. Hakika pia nao itatusaidia siku ya leo, na imesaidia wengi sana, na wanashuhudia. Hata pia wewe unanitazama, umejibiwa maombi mengi sana ukiomba. Kwa hiyo wacha kulegea, wacha kuwa fungu. Simama na uombe na usidi kuomba. Maanake walipoomba, maanake hawakujua wafanye nini. Kuna jambo la pili waliweza kutaja katika hayo maombi yao. Walisema, ewe Mungu ambaye hujuaye mioyo ya watu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Mungu wetu ndiye anajua mioyo ya wake. Ndio maanake ninachofikiria Yesu ukaelewa, na Yesu hakika ukajua ninawaza mimi. Na unachofikiria, unachopanga tu uende ukatende, mimi sijui. Isipokuwa uende utende, nijua alikuwa nawaza hayo. Lakini wakamiana na wakamienda Mungu ambaye ajuaye mioyo ya watu. Kwa hiyo hapa juu mbinguni kuna Mungu ambaye anajua mioyo ya watu. Kwa hiyo umuombe Mungu ambaye anajua mioyo yako. Umuombe Mungu ambaye anajua mioyo ya mama yako, mioyo ya baba yako, mioyo ya mtoto wako. Umuombe ndiposa aweze kutenda chochote kile unahitaji atende. Amina, sio sana. Amini jamani. Hakuna mtu anajua roho ya mtu mwingine ama mafikira yake. Ingawaje wasemi wako hawawezi hata kamwe, na hawa watumishi wa Mungu wakamuomba Mungu ambaye anajua mioyo ya watu. Kwa hiyo ndugu zangu na dada zangu, tunapokaa na tunapoishi katika ulimwengu huu, tujue tunapokuwa kwa mambo mengi sana. Hakika tuangaze juu mbinguni, tumuite Mungu yule anajua mioyo ya watu. Atazame moyo wako vile unajisikia, atazame pia mwili wako, atazame mawazo yako, na umuite aingie. Hakika atatenda bila shaka. Sema amina ndugu wangu. Maanake ni Mungu anastahili na anapaswa kuwatenda hayo. Kwa hiyo waliomba, huyo Mungu anajua mioyo ya watu wake, ndiposa aweze kuwajulisha, na ni ukweli aliwajulisha. Jambo la mwisho ni kwamba Mungu alionyesha ni nani ambaye watakaye mchagua. Na ni ukweli alisema. Walipoangaliana, walipata jibu. Walipotazama juu mbinguni kwa Mungu ambaye anajua, maanake waliona hawajui, walijibiwa maombi yao na wakapewa mtume yule wa 12. Ndugu yangu na dada yangu, mpenzi mtazamaji, hili ni neno la Mungu. Mara nyingi sana kuna watu wanapotea na wanakufa wakati wao haujafika. Maanake hawajajua ya kwamba kuna Mungu anaona watu wake, na kuna mtu anaonyesha mtu njia, na kuna Mungu anaonyesha, kuna Mungu anaonyesha mtu afanye nini, mtu apite njia gani, mtu afanye jambo gani. Vile alionyesha mtume atakuonyesha. Tazama mbinguni kwa maombi, utajibiwa maombi yako, na bila shaka Mungu utamuita Mungu, maanake hakika ametenda. Ndugu zangu na dada zangu, na wahakikishia ya kwamba tuwache Mungu aitwe Mungu, maanake hakuna mwingine kama yeye, ambaye yule anajua, akiomba, akiulizwa jambo lolote lile anajibu, na anaonyesha watu wakati ile wanakuwa hawajui na hawaoni, anawaonyesha. Bwana na alibariki neno lake.
Asante Mungu Baba Mwenyezi, ni kwa maana neno lako kama vile lilinena na watumishi wako kuhusu maombi yenye waliomba, uliweza kuwajibu maombi yao. Naomba kuna mtazamaji pale ameomba miaka mingi sana. Ninaomba ili aweze kujua wakati upo na hata umewadia wa kupata jibu lake. Aombe Mungu ili aweze kumuonyesha hakika ni siku gani na itaweza kutimia ombi lake. Hata sasa nashukuru kwa maana kuna mtu mahali anasidi kuomba na sasa umejibu maombi yake. Hamke na kushukuru. Asante Jehova Mungu, kwa maana wewe unaona na unatujua. Tujibu maombi yetu kama vile uliwajibu, ndipo sasa tuweze kurudi tukisema ni haleluya na amina. Tuomba yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo tunaomba, amen. Umbarikiwe. Mtume mwingine ameweza na kuchanguliwa, yule ambaye aliweza kuingia katika nafasi ya Yudasi ama Judas. Aliweza na kunjaza ilo pengo, na hapa hakuwa tu aweze na kusemekana ni huyu anafaa kunjaza, lakini hao mitume wengine walikaa katika hali ya kuomba wakiwa na umoja. Na hapo wakaweza na kuomba Mwenyezi Mungu, wakamwambia kwamba yani wewe Mungu ambaye unaelewa, unajua mioyo yetu zaidi, unatuelewa zaidi, unajua roho zetu, hakuna chochote kile ambacho tunaweza na kukificha mbele yako. Wakaomba Mwenyezi Mungu, tuonyeshe katika yani hawa wawili ni yupi ambaye umeweza na kumchagua. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu yuatuelewa, kwa sababu Mwenyezi Mungu anajua mioyo yetu zaidi, anaielewa zaidi, anajua kile chochote kile ambacho kiko pale ndani ya mioyo yetu. Hakika aliweza na kutenda. Hakika aliweza na kuchagua yule ambaye anafaa kuingia ama yani kunjaza lile pengo. Na mtume pale akaweza na kuchaguliwa. Mwenyezi Mungu yuatujua. Sijui moyo wako uko namna gani mbele ya Mwenyezi Mungu. Unaweza kuficha binadamu wenzako, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu hawezi ukanjificha. Anajua yote ambayo yako ndani ya mioyo yetu. Anatufahamu zaidi. Hivyo ni kusema nini? Tukae tukiwa tayari. Mioyo yetu iwe safi. Usije ukaonekana hapa nje uko sawa, lakini moyo wako umejaa takataka. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mwenyezi Mungu atembee pamoja nawe. Mwenyezi Mungu akutangulie katika kazi zozote zile ambazo utakuwa unazifanya kwa siku ya leo, na akaweze kukubariki. Tupatane hapo saa 3:30 jioni ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.